Salama. Uko sawa sawa? Niko sawa sawa. Kama una hofu? Siwezi kuwa na hofu. Hofu chochote? Chochote. Kabisa. Mazoezi yamekwendaje jioni ya leo? Mazoezi yameenda vizuri. Mazoezi yameenda vizuri. Yeah. Umejipanga kwenda kuikabili safu ya ushambuliaji ya klabu ya Young Africans bila shaka? Tumejipanga vizuri. Tumejipanga vizuri. Ili wewe utaki kuzungumza maneno mengi. Wana safu bora sana wenyewe wanakuambia, wakiwa wamechukua ubingwa kwa msimu uliopita, kwa maana bingwa mtetezi, wamefunga magoli mengi kwa msimu uliopita licha ya kwamba kwenye mechi iliyopita hawakupata matokeo. Wewe ukiangalia, unaona mechi ya namna gani dhidi ya wananchi ambao wanataka alama 3 kuliko kitu kingine? Kwanza ukiwazungumzia Yanga, unazungumzia ni timu kubwa. Kwenye ligi ni timu kubwa, hata Afrika pia ni timu kubwa. Kwanza tunawaheshimu. Tunawaheshimu kama Yanga, lakini ni timu kama tulivyokuwa timu sisi. Kwa hiyo kuhusiana na mechi ya kesho, washambuliaji wao najua kwamba wanatamani kufanya vizuri. Ila na sisi tumejipanga kuhakikisha tunawazuia ile safu ya ushambuliaji. Au yoyote ambaye atahusika tunakutaka kufunga. Ushambuliaji so watu wa mbele tu, ni watu wote. Kuna kona, kuna penalty, kuna faulo, anaweza katoka beki akaja kushambulia. Kwa mtu yoyote anayekuja kwenye eneo la mpinzani tayari anakuwa ni opponent ambao anatakiwa kabisa kumzuia. Na wewe umejipanga kwa vyote? Tumejipanga vizuri. Wanasema miongoni mwa vitu vigumu hasa kwa timu za daraja la kati ni kucheza na hizi timu vigogo. Mara nyingi labda kabla ya mchezo kwa kuna pressure kubwa, wengine halali, mwingine anafanya maombi kwa sana. Wewe unajiandaa kwa staili gani? Kujiandaa kupo kwa aina nyingi. Inategemea na wewe unakuwa huko kwenye momenti gani. Mwingine labda kisaikolojia anatakiwa ajiandae sana, mwingine atakiwa awe fiziki sana, mwili wake uwe sawa sawa. Lakini mchezaji ili uwe mchezaji bora, lazima uweze kujipanga mwenyewe, kwamba kuandaa akili yako mwenyewe kabla ya kocha haja kuandaa. Kuweka akili kwamba kesho tuna mechi, na mechi ni kubwa. Inatazamwa na watu wengi, Yanga ni timu kubwa. Sisi tumejiandaa vizuri. Kiafya tuko vizuri, kiakili tuko vizuri. Tunasubiri muda wa mchezo. Wanao washambuliaji wengi sana ambao wanaiunda ile safu ya ushambuliaji. Pengine utuambie yule ambaye unahofia kama akija kuanza. Mshambuliaji hatari zaidi Yanga kwa kipindi hichi ni Pacome, ambaye anakuwa na consistency nzuri ya kufunga. Ndio anakuwa mshambuliaji hatari. Kwa maana kwamba anaweza kutengeneza nafasi ya kwanza, anaweza kuassist ya pili. Akipango unaona kabisa huyu anaweza kwenda kunaitikisa kwa namna moja. Wachezaji wanapokuwa uwanjani wote wanakuwa ni hatari. Wote wanakuwa ni hatari, lakini hatari zaidi ni mtu anayekuwa na usubutu. Usubutu kwa namna kwamba mita 30 anaweza kupiga pasi elekezi. Ni mchezaji hatari Pacome, kwa sababu ana vitu vingi. Yaani ukimwangalia moja kwa moja anaweza kupasia pasi sahihi, anaweza kujaribu. Tunawaheshimu kiujumla. Wapo makipa wengi kwenye ligi ya NBC, bila shaka wapo ambao wanavutiwa na viwango vyao. Mimi naomba unitajie watatu ambao unavutiwa na viwango vyao ambao wanavionyesha uwanjani. Watatu Musa Kamara, Diala, Yona Amos. Watatu. Wanafanya vizuri kwa upande wao. Sawa. Yote kwa yote unaona wananchi wakienda kupata alama 3 kwa Mtibwa kesho. Mpira una matokeo matatu. Lakini kwa sisi jinsi tulivyojipanga, Mungu atakuwa tujalia matokeo, lakini haiwezi kuwa rahisi. Tunaweza kushinda, tunaweza kufungwa, tunaweza kusale, lakini haiwezi kuwa rahisi. Tumejipanga kuchukua alama 3. Asante sana. Shukrani sana.